umezungumza, unasema mama mchungaji amepoa, mchungaji anazungumza yale yale, na wewe una support. Ukisupport unatengeneza dunia wakati dunia haikuumbwa. Lile swali la yule mama wa jana hakulipatia majibu, kwa majibu anayapata sasa, kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia imetoka wapi? Dunia imeanza na usaliti wao. Usaliti ukasababisha uharibifu. Katikati ya uharibifu Mungu ameleta wokovu. Tukimbilie mlima wa wokovu, tukimbilie mlima Sayuni, usaliti wao. Lakini tunapokimbilia kuna masalia yamegoma, kuna watu wamegoma. Kwa wale waliogoma ndio dunia sasa. Kwa dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa. Kwa swali lako la jana mama, Mungu anamwambia Kaini, utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Kwa dunia ni watu waliomkataa Yesu kwa dhambi aliyoifanya. Naeleweka sasa kwamba swali lako sasa lile unapata majibu sasa. Kwa dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Yesu, na nchi ni ulimwengu wa watu waliomkimbilia Yesu, waliomkubali Yesu, na mbingu ni Mungu mwenyewe ndani ya mchungaji. Haleluya! Maana Mungu aliziumba mbingu na nchi, lakini dunia haipo. Dunia tumeitengeneza wenyewe na usaliti ukasababisha uharibifu. Kwa nini uharibifu? Wakati patakatifu pameharibika, Mungu ameshuka kwa hasira ili afute. Alivyochunguza akakuta kuna masalia, kuna watu wake wawili, wakasababisha wewe ambaye bado hujabadilika uwe salama. Wawili wakasababisha Mungu agaili. Mungu akarudi nyuma kwamba kuna watu wangu wawili, lakini asingekuwepo hata mmoja kama Sodoma na Gomora, angefuta. Wawili walisababisha Mungu arudi nyuma. Kwa Mungu sasa akatoa ukurasa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 14, anasema enyi watu wangu, pokeeni Babeli, kimbilieni mlima Sayuni, maana Babeli Mungu anataka kupafuta. Sasa kuna masalia, kuna watu wake. Kwa hao watu wake naomba uwe wewe. Toka hapa sasa, kimbilia mlima wokovu, ili umpe Mungu nafasi awafute waliokataa, awafute waliogoma, awafute waliokataa kumkimbilia Yesu. Kwa tukimbilie mlima Sayuni. Kwa huu ni mlima kutoka kanisani, tukimbilie mlima wa wokovu. Kwa mlima wa wokovu ni mambo ya katika roho. Kwa katika roho kanisani kwetu pawe ndio hapa. Kwa hapa kwa sababu ni ulimwengu wa roho, kanisa letu hili tulibadilisha pawe mlima Sayuni. Nani hajanielewa? Na tumalizie kesho, tutaendelea kesho, tutafika mpaka Jumapili. Najua Jumapili tuna ibada mbili, moja tuna ibada moja, tutamaliza Jumapili. Najua Mungu atatubariki. Kwa tuishie hapa kwanza, lakini vile ninavyokuambia uwe makini kuviandika haraka, ili ukiwa nyumbani virejelee. Nenda mwanangu, kunja hiyo kitu, eleka kule. Nitamani nieleze zaidi, lakini muda hautoshi. Naomba tusimame. Moyo wangu hauwezi moyo wangu hauwezi kukusifu kweli. Maana ya wimbo huu, namna tunavyomwabudu Mungu haitoshi. Kumbe inatakiwa sisi tupungue, lakini Mungu aongezeke ndani yetu. Mungu aongezeke ndani yetu. Ukiwa umesimama hivyo hivyo, nataka nikuombee. Mkono mmoja weka juu, mwingine weka kifuani kwako. Yesu, unayestahili sifa, tutazame watoto wako, maana sisi ndio kundi ambalo tumekuchagua wewe. Tumekuchagua wewe, na wewe hujawahi kutuangusha. Tunakuamini sasa Jehova. Tazama watoto wako wametoa sadaka ya kuhudhuria imani mwako, wamehudhuria imani mwako Mungu, wameacha vitu vyao vyote, wamekukimbilia wewe Jehova. Asante Mungu kwa sababu ya upendo huu. Asante Yesu kwa sababu ya upendo huu kwa huyu mtoto wako. Hata kama hukuonekana, lakini akaamua kukukimbilia wewe hivyo hivyo.
Sasa ameanza kukuona kwamba kumbe uko ndani ya mchungaji wetu. Asante Yesu, kwamba kumbe tunaishi na wewe live. Asante Yesu, kwa sadaka hii tuna watoto Mungu hawasikii, wanavuta bangi, wana makundi ya ajabu. Kwa sadaka hii ya huyu mzazi, kwa sadaka hii ya huyu mjomba wa huyu anayetutesa kwenye familia, kwa sadaka hii ukawakumbuke Mungu, ukawakumbuke Yesu, kakumbuke vyanzo vya mapato yao, kakumbuke koo zao. Kuna mtu anatamani mama yake angekukimbilia wewe. Kuna mtu anatamani familia yake, ukoo wake, baba yake, watoto wake, wajukuu zake wakukimbilie wewe. Kwa sadaka hii ya kuhudhuria hemani mwako, yakatendeke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tazama mchungaji wetu wa mahali hapa, bado ni kijana mdogo sasa, lakini hakuchagua maisha ya vijana. Akasema mimi na familia yangu tutakutumikia wewe. Mkumbuke, timiza maono yake, timiza maono yake. Tusaidie Jehova. Kanisa la leo ni ngumu, maana ulisema tukutafute wewe kwa hiari. Imekuwa ngumu, watu hawataki kutumikia wewe kwa hiari, lakini kwa neno moja tu la mchungaji wetu yakatimie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen, amen. Naomba tukae, naomba tukae. Mungu awabariki kwa usikivu mzuri. Kama mama alivyojitambulisha, sisi tunasali kanisa la EAGT. Mimi na mke wangu tu tunasali huku, mimi na mke wangu. Iunga Ikuti pale ukivuka tu reli, kanisa linaonekana mbele la EAGT, Assemblies of God. Lakini watoto wangu wanaabudu hapo kwa Mwasiposia, maana yote ni makanisa yetu. Kwa nini wao wanaabudu huku sisi kule? Mimi na mke wangu shughuli zetu ziko huko huko mjini. Watoto wangu wasisingizie kukosa ibada, nikawakabidhi kwa mchungaji wangu huyo. Sema baba, watoto hawa watunze wewe, wahudhurie ibada hapa, ukitoka shule muda ukiruhusu ibada. Ningesema wapandishe kule, ina maana ibada ingekuwa hapa. Haleluya. Mungu akubariki kwa usikivu mzuri. Mashariti, charity, charity ndani ya ibada. Lazima nilisema sharti la kwanza, kuna kesho na kesho kutwa wewe sitakuona. Lazima nikupe somo la afya. Afya. Wengi wanaumwa vidonda vya tumbo. 100% ya watu ambaye haugui vidonda vya tumbo, kili 10 na penyewe nimewapendelea. Kwa nini vidonda vya tumbo? Vinaepukwaje vidonda vya tumbo? Nakupa elimu dunia, elimu ya maisha. Maana Biblia inasema mili yenu ni hekalu la nani? La Mungu. Lakini kama sitakwambia hii, nitakuwa nimekukomesha. Vidonda vya tumbo vinawatesa wengi kwa uzembe. Uzembe. Na uzembe huu ninaozungumza mimi ni 80% ya watu hawa wanaugua na vidonda vya tumbo. Nini sababu? Kutafuna bigijiji, kutafuna karanga za onja, karanga kwenye vijiko viwili, muhindi kipande. Wewe hujakula chakula chochote kufika saa 9, saa 8, saa 9, mtu anakukatia kipande cha muhindi, unakubali? Kataa. Unatafuna bigiji, hujakula chakula chochote, kataa. Unatafuna karanga vijiko viwili, kataa. Kama ni muhindi, basi kula mahindi kuanzia 2. Kama ni karanga, basi kula karanga kuanzia nusu ndonya. Sababu ni hii: unapotafuna
hizi taya zinapocheza zinakwenda kuswichi mifumo ya nyongo. Nyongo inafikiri ni chakula kimeingia kwenye mfuko wa tumbo lako, kumbe chakula hakipo. Nyongo inaenda kutema kwenye ule mfuko. Nyongo ni asidi, nyongo ni sumu ya kuozesha chakula kwenye mfuko wako. Ikishuka nyongo pale, chakula hakipo. Kitakachofuata ile nyongo, ile asidi ya nyongo inaenda kuunguza mfuko wako wa chakula. Tayari siku chache tunaanza kukuona na vidonda vya tumbo. Sijasema usitafune bigiji, sijasema usile karanga za kuonja, sijasema usikatiwe mwili. Hivyo vitu ule ukiwa umekula tayari kuna chakula kule ndani. Tafuna bigiji. Wengi wanaathirika wanatafuna bigiji. Wafanya mazoezi, madereva, eti wasisinzie, eti wasichoke wanaofanya mazoezi. Lakini ndio wengi wameathirika. Vidonda vya tumbo vinaua. Tusije tukakosa kwenye ufalme wa Mungu wakati bado hatujajenga ufalme wake. Haleluya. Jana tumesema lazima kanisa tulijenga lifike watu milioni 2. Atakayefikisha milioni 2 ni nani? Utakuwa umekufa na vidonda vya tumbo. Wewe tafadhali mwenzangu, tufanye kazi ya Mungu kwa pamoja. Itambue huduma yako ndani ya kanisa. Mungu akikuita ndani ya kanisa, kama huioni kazi ya kufanya, muulize Mungu, umeniitia nini hapa? Atakuonyesha kazi ya kufanya. Wasifike wawili tukupanga viti na kufanya usafi. Hao ndio wanajua wito wao. Mungu atawabariki hao. Ya pili na ya mwisho, muda wa neno tusitoke nje. Muda wa kutoka nje ni muda wa ibada ya sifa. Utatoka, utarudi. Lakini muda wa neno unaongea na Mungu moja kwa moja.